Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Tutaingia kwenye maombi leo, lakini nitaongea kidogo alafu tutaingia kwenye maombi. Kwa naomba kabisa watu wa kwenye audio, watu wa kwenye video kule na hata pia kule YouTube nisikize vizuri. Kanisa kwa mujibu wa Biblia, kanisa ni kusanyiko. Ni watu waliokusanyika pamoja kutafuta uso wa Mungu. Watu wa huduma ya Kristo ni kanisa, kwa sababu mimi siko peke yangu hapa. Niko mimi hapa Arusha, tuna watu wa kwenye audio hapa, tuna watu kwenye video pale hapa Arusha na kwenye YouTube kule. Sisi ni kanisa na tuko mahali hapa kumtafuta Mungu, tena Mungu wa kweli. Hatuko mahali hapa kwa ajili ya mwanadamu, kwa ajili ya mtumishi Steven hapa, au kwa ajili ya mchungaji Jacob, au kwa ajili ya mama yetu hapa. Hapana, tuko hapa kumtafuta Mungu. Na tukichukua mfano ule wa Yesu, Yesu alikuwa ni kiongozi wa kanisa. Waliokuwa nyuma yake waliitwa mitume. Kabla hawajawa mitume walikuwa wanafunzi. Tushike hili maana sisi wa Kristo inafaa tumuige Yesu, tufate kama Yesu anavyosema. Sasa tujifunze kwa huyu mwanzilishi wa kanisa Yesu. Yeye ndio kiongozi wa kanisa. Nyuma yake walikuwa mitume. Kabla hawajawa mitume walikuwa wanafunzi. Kabla hawajawa wanafunzi walikuwa wafuasi. Walianza na kumfuata Yesu. Baadaye Yesu akachagua wanafunzi 12. Ile 12 imetokea wapi? Ni Mungu alimwambia kwamba una wafuasi zaidi ya 5,000. Nenda kachague wanafunzi wangapi? 12. Akaambia achague wanafunzi 12. Na baadaye akafanya na wale wengine 70. Jumla wakawa ni watu wangapi? 82. Na Yesu 83. Kanisa hilo Yesu alichagua. Kwa hiyo niseme hii ili pia ikae kwenye rekodi kwa miaka ya mbeleni, kwa wachungaji ambao watatokea hapa huduma ya Kristo, wajue kwamba kanisa linachaguliwa. Narudia tena, kanisa linachaguliwa. Nimetoa wapi? Kwa Yesu. Mwanzoni alikuwa ana wafuasi tu, baadaye akachagua wanafunzi. Miongoni mwao akasema, wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga nini? Kanisa. Kanisa linachaguliwa. Mchungaji Devi, kanisa linachaguliwa. Ndio maana kanisa ambalo mchungaji amechagua lazima liwe na nguvu za Mungu. Makanisa mengi ambayo hayana nguvu za Mungu, hayana upako. Kwa sababu gani? Askofu au mchungaji hajachagua wanafunzi. Kwa hiyo stage ya pili ni kuwa mwanafunzi. Stage ya tatu ni mtu anakuwa mtume, anakuwa disciples, anakuwa ni mwanafunzi mtume. Yaani huyo mtu yuko tayari kutumwa popote na Mungu. Maisha yake yote yanakuwa mikononi mwa Mungu. Anakuwa hana maisha yake tena. Kwa mfano mimi hapa nilipo leo hii, mimi ni mtume wa Mungu. Mimi sina maisha yangu tena, sina tena. Mimi sina hata plan za maisha. Mbona nimekaa leo hii na plan maisha? Hapana, mimi sina plan ya maisha. Sina kabisa. Plani yangu ni ya Mungu. Bwana akiniambia, mwanangu, nataka ufanye kitu fulani, mimi sina plani, naenda kufanya. Kwa nini? Tayari mimi ni mtume wa Mungu. Alafu kuna ngazi ya tatu sasa, mwana. Wale wote walimpokea, aliwapa uwezo kufanyaje? Kufanya kuwa wana wa Mungu. Na nisikia vizuri, naongea vitu hapa vya kawaida, lakini ndio maana watu wengi hawana nguvu za Mungu. Sisi watu wa huduma ya Kristo tunataka kanisa hili liwe na nguvu za Mungu. Dunia ikimbilie hapa kwetu, ikimbilie hapa. Viongozi wakikosa majibu yao, waje wayapate hapa kwetu. Amen. Sisi ni miongoni mwa makanisa 5 duniani ambayo Mungu ametuteua. Sisi katika hayo 5 duniani,
Mungu ametuteua. Amen. Sasa kama Mungu ametuheshimu kuwa ngazi hiyo, inatubidi sisi tumfuate Mungu anavyosema. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Kwa hiyo kuanzia mwakani muondoko wetu hapa utakuwa ni muondoko wa kanisa, muondoko wa wateule. Bwana asifiwe sana. Amen. Utakuwa ni muondoko wa wateule. Tutaanzia hapa Arusha. Kwenye audio sina mashaka, kwenye video pia sina mashaka. Mashaka ninayo wapi? Ninayo hapa Arusha. Kwa hiyo kuanzia mwakani, nafikiri sio mwakani, mwakani Januari, ila nafikiri kuanzia Jumapili inayokuja nitaongea mwishoni hapa. Sasa ninatoa wapi haya mambo? Ninatoa kwenye Biblia. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tukiwa kama kanisa, kuna watu hawaamini ninaposema kama mimi naongea na Mungu. Kuna watu nafikiri ni mzaa, nafanya utani. Sifanye utani. Kuna watu hawaamini hicho kitu. Mimi hakuna jambo nitamuuliza Mungu alafu asinijibu. Mungu amenipa hiyo neema ya kunijibu. Kabisa amenipa hiyo neema ya kunijibu. Lakini hata imtokea Mungu hajanijibu, Yesu atanijibu. Yesu atanijibu. Hata imtokea Yesu hajanijibu, Roho Mtakatifu atanijibu. Nitajibiwa tu lazima. Kwa sababu gani? Mimi nimejifunza kutengeneza mahusiano yangu mimi na Mungu kuwa mazuri. Niko tayari kumpendeza Mungu kuliko wanadamu. Kwa na sisi watu wa huduma ya Kristo tuwe na huo tayari wa kumpendeza Mungu kuliko wanadamu. Narudia tena, tuwe na utayari. Unataka Mungu akubariki, Mungu akufungue, Mungu akuinue, Mungu akutumie, uwe na utayari wa kumpendeza Mungu kuliko jamii yako, taifa lako, ndugu zako, mke wako au mume au mtu yoyote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anasema nasi, na hata wewe pia ukiamua, Mungu ataongea na wewe. Na mara nyingi kila siku naimba hapa, Mungu anasema nasi kwa njia gani? Ya ndoto. Kwa mfano hapo kwenye kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 15 mstari ule wa kwanza anasema baada ya mambo hayo neno la Bwana anasema likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako itakuwa kubwa sana. Hapa ni Mungu anaongea nani? Na Abrahamu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tutaondoka kikanisa, lakini pia tutafuata sauti ya Mungu inavyosema. Bwana asifiwe sana. Angalie sasa kidogo hapa alafu tuombe, maana leo tutaomba kuhusu habari ya kufunguliwa nafsi. Nafsi huwa zinafungwa za watu, na nafsi tunaifunguaje nafsi? Tuangalie hapa. Tuombe. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake. Akawaambia, mtu yoyote ngoja turudie vizuri. Hapo palikuwa na wanafunzi na nini? Na mkutano. Wanafunzi na mkutano. Kawaita wote, anawaambia. Naomba tu mama urudie vizuri kabisa. Akawaita mkutano. Ndio. Pamoja na wanafunzi wake. Akawaambia, mtu yoyote akitaka kumfuata Yesu, mtu yoyote akitaka kumfuata Mungu afanye nini? Na ajikane mwenyewe. Cha kwanza ajikane mwenyewe. Ajitwike na msalaba wake. Anifuate. Alafu anifuate. Endelea. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake, mtu anayetaka kuponya nafsi yake ataiangamiza. Kwa ajili ya nini? Na mtu atakayeiangamiza nafsi yake, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu. Sikiliza hapo, kuangamiza nafsi kuna sababu zake. Iko sababu ya kuangamiza nafsi ili nafsi ipone. Narudia tena hapa kwenye mstari kwamba yule anayeponya nafsi yake itapotea, lakini anayeangamiza nafsi yake kwa ajili ya Yesu, endelea,
kwa ajili yangu, kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, na kwa ajili ya injili. Sababu mbili, huyo ataisalimisha. hapo hapo tu, huyo atafanya nini? Ataisalimisha. Atasalimisha. Nafsi za watu zimefungwa kwenye kifungo cha kuponya, kutafuta kujiponya, kutafuta kuongea vizuri ili watu wakuelewe, lakini hautafuti kuongea vizuri ili Mungu akisikia afurahi, kutafuta kufanya mambo ili wanadamu waridhike, wakati hapo hapo injili inaharibika, kutafuta kuwapendeza wanadamu wakati Yesu Kristo kule mbinguni anakasirika. Anasema hivi, anayetaka kumfuata Mungu ili aponye nafsi yake isiingie kifungoni, basi awe tayari kujikana. Yaani ni hivi, awe tayari hata kuwakana ndugu zake, kumkana hata mke wake. Wahi kusikiliza, unazingua sasa hivi. Mwanzoni ulikuwa vizuri, lakini kwa sasa uko vibaya. Hebu kwa sasa hivi tulia kwanza, tulia kwanza, tulia kwanza, tulia kwanza. Siku ambayo na wewe utajikana nafsi yako kwa ajili ya Yesu, tutaenda pamoja. Kama ni mume wako unamwambia, sikiliza mzee, mimi sitasikiliza, kwa sababu kwa sasa wewe hujamshika Mungu, alafu unanifanya nashindwa kupiga hatua. Hebu kwa sasa hivi tulia kwanza, subiri kwanza, uwe tayari. Mwingine sio mke, sio mume, mwingine labda ni wazazi tu, mwingine ni mtaa, mwingine ni uongozi tu, kapewa uongozi na kapewa ajira. Hiyo ajira inamfanya asimshike Yesu na Injili. Unaiambia hebu wewe ajira, hebu tulia kwanza. Ndio maana anawaambia watu, hata ukiajiriwa hakikisha kwenye sheria za huo mkataba ikupe siku ya kuabudu. Usiende tu kama ng'ombe, kama ng'ombe au mbuzi au kondoo, sio kondoo, mbuzi, ng'ombe au nyumbu au farasi au kuku. Kabisa kazi imekuja, sawa. Kipaumbele chako wewe ni nani? Iwe ni Yesu na nini? Na Injili. Mtu yoyote, nawaambieni jamani, naongea ukweli hapa, mtu yoyote ambaye kamweka Yesu kuwa ni first priority, kuwa ni kipaumbele, na Injili kipaumbele, Mungu huwa hamwachaji. Mungu huwa hamwachi. Nakwambia hivi, Mungu huwa hamwachi. Mtu yoyote yule ambaye kamweka Yesu mbele, Yesu ndio wa kwanza na Injili yake, Mungu huwa hamwachi. Wanaoachwa kwa sababu gani? Yesu yuko nyuma yao. Yesu nafasi ya pili au tatu, Injili nafasi ya pili au tatu, wanaachwa. Yaani mimi ni mtumishi wenu hapa, namtumikia Mungu kwenu. Mtu yoyote ambaye kamweka Mungu mbele, Mungu hawezi kumwacha. Nikasema kwamba hata kama ni shughuli, basi kazi yako ikupe na muda wa ibada. Hata kama basi hiyo kazi haikupe muda wa ibada, basi wewe mwenyewe jitengenezee basi muda wako nini wa ibada, kwa sababu hata kwenye kuabudu ni saa 2 tu, si ndio? Tena saa 2 nyingi sana, hata moja tu. Jenga 1 hour, maana anajua kuanzia mwakani tunarudisha ibada zinarudi muda ule wa saa 8. Nafikiri kuanzia Jumapili hii, Jumapili ya kesho hapa tunaanza ibada rasmi, zinarudi saa 8 kamili, tunaanza rasmi hapa. Kwa hiyo kabisa jiwekee muda, hasa kama Mungu na Injili yake, Yesu na Injili yake iko nyuma, Bwana hawezi kukugusa. Ndio pale nafsi yako inafungwa. Inafungwa nini? Inafungwa kwa sababu ya nini? Ya kumwacha yeye. Okay, hebu tuangalie nafsi inafungwaje. Hebu nisomee kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 8 na wa 10. Tumalizie hapo, alafu tuingie kwenye kuomba. Nisomee tu Mathayo sura ya 4 mstari wa 8 na wa 10. Nisomee. Kisha Ibilisi akamchukua. Msikilize hapa, huyu ni shetani Ibilisi.
Kisha Ibilisi akamchukua Yesu mpaka mlima mrefu, mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, na fahari yake. akamwambia, haya yote nitakupa ukiniangukia kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, ndiyo, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Hapo tu, umwabudu yeye peke yake. Sikiliza hapa, watu wengi nafsi zenu zimefungwa na mali na milki ya Shetani. Narudia tena, watu wengi mmepoteza upako. Wengine kabisa hata ni ndoa zimepotea kwa sababu ya mali. Wengine ni familia zimepotea kwa sababu ya mali. Wengine ni jamii, wengine ni taifa kabisa, wengine ni wachungaji. Tena kabisa hapa Bongo wapo kabisa. Mchungaji huyu alivyoanza alikuwa na upako mkubwa sana. Huyu nabii alivyoanza alikuwa na upako mkubwa sana, lakini ishu ya mali ilipoingia tu, milki ilipoingia tu, akaamua asujudie na Shetani, aabudu na Shetani, yaani ampe Ibilisi muda. Kuna watu pia kabisa wananipigia simu wananiambia kabisa, bwana asifiwe sana, mtu anakosa miezi miwili kanisani. Kweli mtu anakosa miezi mitatu kanisani, kweli. Ibilisi kamwonyesha milki, nitakupa pesa, njoo nifanyie kazi hapa, achana na mambo ya kanisa kwanza, njoo hapa kwanza nifanyie kazi ya Mhindi au ya Mwarabu au ya Mbongo au ya serikali, niachie. Hebu acha ibada miezi mitatu. Sikatai, kuna ile ya siku moja, si ndio? Ile ambayo imebidi leo hivi, labda hiyo. Mtu anafululiza miezi mitatu kumuone kanisani. Bwana asifiwe sana. Amen. Shetani amefunga nafsi yake. Kafungia wapi? Milki, mali. Akaacha ibada kwa sababu ya mali. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimejifunza mimi kwenye maisha yangu kumweka Mungu mbele. Amen. Wala si mali. Si kwamba sihitaji mali, nazihitaji, lakini kipaumbele changu mimi ni Mungu. Ni Mungu. Na shemeji yangu fulani hapa niliwaambiaga siku moja, alinitafutia kazi mahali fulani pazuri kabisa na pana pesa, lakini ile kazi ilikuwa haina Jumapili, haina siku ya ibada ya Wahindi fulani hapa Arusha. Ina mshahara kabisa mzuri. Sikuenda, nikaacha nikae na maskini wangu. Huyu Mungu ambaye ameniita atanifungua. Nikawa pia na rafiki mwingine akanitafutia kazi kwenye nani fulani iko kule Kilimanjaro. Nini ile inaitwa hospitali kubwa tu pale Kilimanjaro pale hivi. Ina mshahara mzuri. Niwe ndio mtu IT pale, IT manager wa pale. Mshahara mzuri kabisa mzuri. Lakini njoo angalia yule bwana. Yule bwana alikuwa ana mambo yake nini? Ya ulevi. Na alikuwa kabisa ananipa ile kazi ili weje mshirikiane. Wewe tukanye wote. Lakini ona, nilikataa kwa ajili ya Mungu. Hivi nafikiri upako wangu utalingana na mtu mwingine? Mtu ambaye tu kapua tu tuache, soseme sana. Lakini ndio wapo watu wanaacha ibada kwa sababu tu ya mali. Mtu anakosa miezi miwili, mwezi mzima hajakaa na Mungu akaongea naye. Haleluya. Nafsi ya mtu inafungwa na mali isikufunge. Kuna mtu kabisa hata anamwambia kutoa tu zaka kwake ni mtihani. Kwa sababu gani? Mali imemfunga. Mtu wa Mungu kutoa tu zaka kwake si shida. Kwa sababu gani? Unajua hii zaka inaenda wapi? Kufanya kazi ya Mungu. Kwake si shida. Nawaambiaga mpaka wachungaji, ukiona mtu hatoi zaka kanisani, anza kuweka maswali, anza kuweka question mark. Ujue hata siku pametokea tukio hapo, ukuacha ni sekunde, yani ni sekunde, dakika. Yani anza kuweka alama ya kuuliza. Yani usijaminishe 100%. Kama tu kwa Mungu hana imani, kwako wewe je? Kwako wewe je?
Anza kuweka question, yani usiangalie ni nani, usiangalie huyo mtu ni nani. Kama tu kutoa kwake zaka ni tatizo, anza kuweka alama ya kuuliza, na kabisa ujue pakitokea tukio ambalo inabidi kanisa lijitoe, yeye ana hati za kuto kujitoa, kwa sababu ukitoa mali yako, anasema hivi, palipo na hazina yako ndiko nini? Moyo wako uliko. Maanake ukitoa zaka, hazina, moyo wako kwa wapi? Kwa Mungu. Wezi acha Mungu, wezi. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninawaambia haya ili iweje? Ili watu fanikiwe. Malizia mstari mmoja wa mwisho, Yohana 17:14 hadi 15. Malizia hapo, alafu tuingie kwenye maombi. Tukomboe nafsi zetu, nafsi zetu zikombolewe. Mtoto wako mfundishe kumshika Mungu, binti yako mfundishe kumshika Mungu, amshike Mungu kisawasawa. Soma 17 mstari wa 14. Soma mtoto. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia. Kwa hiyo kumbe wale ambao wamepokea maneno ya Yesu, ulimwengu utawachukia. Endelea. Kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Sikiliza hapo, kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu huu. Hapo utaishia. Sisi watu wa Kristo, sisi wa Kristo, watu wa Mungu, miliki yetu si ya ulimwengu huu. Yaani sisi sio wa ulimwengu huu. Okay, hebu niongee la mwisho alafu tuombe. Nikuonyeshe miliki ya Mungu. Mungu anamiliki nini na Mungu anataka wewe umiliki nini? Sikiza huu mstari. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Miliki ya Mungu ni ipi? Na Mungu anataka mimi Steven Jacob nimiliki nini? Anataka wewe umiliki nini? Sio hivyo ambavyo nyinyi mnafikiria. Nisomee sasa. Petro wa kwanza sura ya 2 9 hadi 10. Soma. Bali ninyi ni mzao mteule. Anasema bali ninyi ni mzao mteule. Sisi ni wateule. Sisi sio washirika. Sisi sio waamini tena. Tushavuka hiyo level. Sisi ni mzao mteule. Wateule. Ukuhani wa kifalme. Sisi ni makuhani. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Mmesikiliza hapo? Watu wa milki ya Mungu. Malizia. Mpate kuzitangaza fadhili zake. Yeye Mungu anamiliki mambo matatu duniani. Mungu anamiliki wateule, Mungu anamiliki ukuhani, Mungu anamiliki ufalme. Narudia tena, miliki ya Mungu amesema mwenyewe hapo kwamba miliki ya Mungu ikoje? Taifa la Mungu likoje? Mungu anamiliki uteule, ndio yale ya juzi, upako, watu wenye upako. Mungu anamiliki watu wenye upako. Ndio maana sio kila mchungaji ni wa Mungu, hapana. Okay, sio kila mchungaji ni miliki ya Mungu, ila mchungaji mwenye upako miliki ya Mungu hiyo. Kwa sababu gani? Ni uteule. Ya pili, ukuhani na ufalme. Nisikize vizuri hapa, wewe Mkristo unatakiwa umiliki uteule, au kwa lugha nyingine umiliki upako. Ya pili, umiliki ukuhani. Ya tatu, ufalme. Ufalme ni ukuu. Ndio maana naambia watu, Mkristo lazima uwe kiongozi. Lazima uwe kiongozi mtaani kwako, uwe kiongozi popote ambako utaingia. Watu wakikuona huyu ni kiongozi, anafaa uongozi huyu, uwe hivyo. Sio Mkristo unaingia mahali watu hawatamani kuwa na wewe. Mkristo hata kama umeajiriwa pale serikalini au taasisi binafsi, ule umeingia pale hivi, bosi sasa, huyu mtu anafaa kuwa kiongozi, anafaa huyu. Kwa sababu gani? Sisi ni wafalme. Tuna baba yetu wa mbinguni ambaye ni mfalme wa nini? Wa wafalme. Wa nani sasa? Sisi hapa. Yaani Mungu ni mfalme wa wafalme. Hawa wafalme ndio sisi. Alafu tuna mfalme wetu mkubwa ambaye ndio Mungu. Haya, mimi tu nikuulize, wewe ni mfalme? Una ufalme wote wewe? Watu hata mtaani kuangaza, huyu afai huyu. Kweli? Mkristo huyo?
Ndio maana nasema hivi, huduma ya Kristo hapa unafikiri kabisa, yani mwaka unaokuja watu tu mjiandae tu, kwa kweli mjiandae tu, mjiandae tu. Nataka tuwe mfano, yani mjiandae tu, kwa sababu sisi ni watu wa nini? Wa milki ya Mungu, milki ya Mungu. Huyu mtu ana ukuhani na nini? Na ufalme, ni mteule. Hakuna mahali mimi nimeingia watu wasitake niwe kiongozi, lakini nikiisha kuwa kiongozi huwa wanajuta kwa sababu naanza mambo ya maadili. Hakuna mahali mimi nimekaa watu wasitake mimi niwe kiongozi, wanataka, lakini nikishakaa huwa wanajuta kwa sababu naanza maadili. Hata leo nilikuwa naongea hapa kanisani na ndugu zangu hapa, nilikuwa naambia hivi, sifa ya kwanza ya kiongozi, ya mkuu, ni maadili. Mtu yote ambaye kimaadili yuko vizuri anafaa kuwa kiongozi, anafaa. Mtu yoyote ambaye kimaadili yuko vizuri anafaa kuwa kiongozi. Mtu yoyote ambaye kimaadili hayuko vizuri hafai kuwa kiongozi, hafai. Ni principle ya Mungu ni kanuni ya Mungu hiyo. Hata awe nani, awe baba yako, awe mama yako, mtoto wako, awe si mchungaji wako, awe nani, kama tu kwenye maadili hayuko sawasawa, hafai. Amesema hapa kwa sababu ukuhani ni kuondoa dhambi. Kazi ya kuhani ni kuondoa dhambi. Kazi ya kuhani ni kuondoa matatizo. Kazi ya kuhani ni kusolve problem, kuondoa matatizo. Kazi ya kuhani ni kuondoa magonjwa. Kazi ya kuhani ni kuondoa dhiki, shida kwenye ndoa yake, kwenye familia yake, jamii, taifa lake. Ndio kazi ya kuhani. Kazi yangu mimi Tanzania, nahakikisha kwamba Watanzania wawe na maisha mazuri. Wanaotaka wateule, sawa, watabadilika. Wasiotaka basi haleluya, haleluya. Leo sasa nataka tuombe mambo haya matatu. Bwana akupe uteule, Bwana akupe ukuhani, akupe na nini? Na ufalme. Mwaka unaokuja nataka watu wa huduma ya Kristo mkae wafalme, mkae wakuu. Wale ambao mmeajiriwa mpandishwe vyeo, wale ambao mnadharaulika mpate heshima, wale ambao hamna pesa mpate pesa, ili nini? Heshima ije. Wakati mwingine pia wanakudharau kwa sababu hauna pesa, upate, ili heshima ije, irudi. Haleluya. Naomba tusimame sasa tuanze kuomba. Bwana atende. Tunaomba vitu vitatu leo. Tunaomba maana sisi ni taifa la Mungu. Bwana atupe uteule, upako. Bwana atupe ukuhani. Tuwe na uwezo wa kukemea dhambi. Tuwe na uwezo wa kuondoa matatizo ya familia, taifa, kwenye kazi zetu huko, kanisani huku. Wewe ni mshirika, wewe ni muumini wa huduma ya Kristo. Umeona mwenzako anafanya ujinga, uwe na ujasiri wa kumwambia, bwana wewe unaharibu kanisa, wewe hatuendi hivi. Hajakusikia, nipigie simu, mimi nipige msumari vizuri, maana sitaangalia sura sitaangalia sura ya mtu. Nasema tena, sitaangalia Situsimame, sema Bwana Yesu, ninaomba unipe kuwa mteule wako. Bwana Yesu, ninaomba uteule kwenye maisha yangu, kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye jamii. Bwana Yesu, nipe uteule kwenye kazi yangu, nikapande cheo, biashara yangu ikaongezeke. Bwana Yesu, nipe uteule. Sema familia yangu ipe uteule. Sema mwenza wangu mpe uteule. Sema watoto wangu wape uteule kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, niko tayari kupokea uteule wako. Niko tayari kuteuliwa. Bwana Yesu, nipe uteule katika roho, katika nafsi na mwili, kwa jina la Yesu. Sasa anza kuomba. Omba uteule. Bwana akuletee uteule. Raka shantoriana rabasika.
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana nipe uteule, Bwana nipe uteule, nipe uteule Bwana, kwenye familia yangu, katika ndoa ya kwangu, kwenye jamii yangu, kwenye nchi yangu Tanzania, kwenye bara la Afrika. Bwana nipe uteule, nipe uteule, nipe uteule Bwana, katika uchumi, kanisa hili la huduma ya Kristo. Bwana nipe uteule, nipe uteule, nipe uteule wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tupe uteule kanisa lako Bwana, tupe uteule, 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 uteule katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika damu ya Yesu Kristo. Sema, naifungua nafsi yangu kwa jina la Yesu. Nafsi yangu iliyofungwa na mali, iliyofungwa na ibilisi, nikaacha ibada. Sema, siku ya leo nafsi yangu ninaifungua kwa jina la Yesu. Sema, nafsi yangu iliyoshikwa na mila za kabila letu, sema siku ya leo nafsi yangu, sema achiwa, sema achiwa kwa jina la Yesu. Sema, nafsi yangu iliyokamatwa na mila ya taifa na mila ya nchi, sema siku ya leo nafsi yangu, sema achiwa, sema achiwa kwa jina la Yesu. Sema, nafsi ya watoto wangu zilizoshikiliwa na mila ya taifa na mila ya kabila na mila ya ukoo na mizimu na mashetani, sema nafsi ya watoto wangu, sema siku ya leo ziachiwe kwa jina la Yesu. Sema, nafsi za kanisa hili zilizoshikiliwa na shetani, sema wewe shetani, achia nafsi, achia nafsi za watu wa huduma ya Kristo, sema achia nafsi kwa jina la Yesu. Hasa anza kuomba, komboa nafsi, komboa nafsi, komboa nafsi. Kila mmoja anza kuomba, komboa nafsi yako, komboa nafsi ya mwenza wako, ya watoto wako, ya ndugu zako. Komboa, 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 komboa. Mashantorianga rabasika kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nafsi ziachiwe. Wengine nafsi zao zimeshikwa na ulevi, ziachiwe hizo nafsi kwa damu ya Yesu Kristo, ziachiwe. Wengine nafsi zao zimeshikwa na masharati, ziachiwe kwa damu ya Yesu. Wengine nafsi zao zimeshikwa na tamaa ya dunia na anasa ya dunia, ziachiwe kwa damu ya Yesu. Rakamanda rabasika. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ziachiwe, 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 ziachiwe. Nafsi iachiwe, nafsi iachiwe, nafsi iachiwe, iachiwe, iachiwe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na amuru achiwe kwa jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, naomba roho ya ukuhani iingie ndani yangu. Sema, nipe ukuhani, nipe ukuhani, nipe ukuhani, niweze kuondoa dhambi, niondoe matatizo, niondoe dhiki. Sema, roho ya ukuhani ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, niweze kuondoa kila dhiki ya ulimwengu kwenye kanisa langu, kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu. Bwana, nipe ukuhani, nipe ukuhani, nikaondoa matatizo kwenye ajira yangu, kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu. Sema, Bwana Yesu, nipe ukuhani kwa damu yako takatifu, nikaondoa matatizo kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, omba ukuhani, omba ukuhani. Bwana akupe ukuhani leo. Shaka mantoriana rabasika. Bwana, nipe roho ya ukuhani, nipe ukuhani sasa Bwana Yesu, nipe ukuhani Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Nipe ukuhani, nipe ukuhani, nipe ukuhani, ukuhani wa kuondoa matatizo. Roho ya ujasiri Bwana awe ndani yako, roho ya ukuhani iingie ndani yako, iingie ndani yako sasa. Endelea kuomba, usinyamaze, omba tu, omba tu. Roho ya ukuhani, roho ya ukuhani, roho ya ukuhani ingia ndani yako, ingia ndani yako. Roho ya ukuhani ingia ndani yangu. Njoo, 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 njoo kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya ukuhani ingia ndani yako. Kanisa la huduma ya Kristo Tanzania, roho ya ukuhani ingia ndani yenu. Roho ya ukuhani ingia ndani yenu sasa. Rakamashantoriana rabasika. Sema, Bwana Yesu, nipe roho ya kifalme,
Nipe roho ya ufalme, nikatawale, nikamiliki kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nipe roho ya ufalme kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu, kwenye jamii yangu, kwenye taifa yangu. Nipe roho ya ufalme kwa jina la Yesu. Roho ya ufalme, sema ingia ndani yangu, sema ingia ndani yangu kwa jina la Yesu, nikatawale, nikatiishe kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Roho ya ufalme ingia ndani yako, ingia ndani yako. Rakashanto rianda rabasika. Roho ya ufalme, roho ya ufalme, pokea ufalme, pokea ufalme, pokea ufalme kwa jina la Yesu Kristo. Ufalme kwenye ndoa yako, ufalme kwenye familia yako, ufalme kwenye jamii yako, roho ya ufalme kwenye nchi yako Tanzania, roho ya ufalme kwenye bara lako la Afrika. Pokea sasa kwa damu ya Yesu. Ndiyo, roho ya ufalme kwenye kazi yako, kwenye ajira yako. Sasa ukainuke leo, ukainuke, 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 ukainuke. Randa rabasika. Omba tu, omba tu, omba tu. Mwaka unaokuja 2026, 2026 ukawe mfalme kwa damu ya Yesu. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Siku ya leo ninakutabiria sasa. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Saa hii ya leo ninakutabiria mwaka unaokuja 2026. Pokea roho ya kifalme. Pokea, 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 pokea. Ukainuke, ukainuke, ukainuke. Shanta rabasika. Mando rianda rabasika. Yeka mashanto rianda rabasika. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Nipe roho ya ibada, nikuabudu wewe, nikushike wewe. Sema, Bwana Yesu, ninaomba leo familia yangu ikushike wewe. Watoto wangu Bwana watie nguvu, Bwana wakushike wewe, watembee na wewe. Bwana Yesu, ninaomba roho ya ibada ikaingie kwenye nyumba yangu. Sema, nyumba yangu iwe ya ibada, iwe ya ibada. Sema, watoto wangu wakuabudu wewe. Sasa kila mmoja, naomba uombee watoto wako sasa. Kila mmoja, kila mwenye mtoto, kila mwenye mtoto, nataka uombee watoto wako sasa. Raka shantoriana ramasika. Baba, naomba kwa ajili ya watoto wangu, watoto wangu wa kuzaa, watoto wangu wa imani, wateule wako Bwana. Maana Bwana umeniinua kuwa Bwana kiongozi wa kanisa hili. Nami naomba Bwana Yesu kwa ajili ya wana wako walioko hapa huduma ya Kristo, wape roho ya ibada, wape roho ya ibada, wakupende wewe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo. Watoto wangu Bwana, wape moyo wa ibada, wakuabudu wewe, wakuinue wewe. Ye manda rabasika. Ye kashanto rianda rabasika. Wanangu wasipotee, wasipotee Bwana Yesu. Maana Bwana umesema nami Bwana siku ya leo kwamba hawa watoto wasipotee na shetani asiwashike kwa damu ya Yesu Kristo. Ye manda rabasika. Sema, wewe unayeharibu, wewe unayeharibu, wewe upotezae. Sema, siku ya leo ninakuamuru uachie, achia watoto wangu kwa damu ya Yesu. Sema, wewe ulimwengu unayemeza watoto, sema siku ya leo na kunyang'anya watoto wangu kwa damu ya Yesu. Sema, ewe ulimwengu unayemeza watoto wangu, sema siku ya leo ninakunyang'anya kwa damu ya Yesu. Roho ya ulimwengu kwenye nyumba yangu na iamuru sasa, iachie nyumba yangu kwa damu ya Yesu. Fukuza hiyo roho, fukuza, fukuza, fukuza. Roho ya ulimwengu isiwashike watoto wako, roho ya ulimwengu isishike familia yako. Kemea roho, kemea, 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 kemea. Hawa vijana wasiharibike, hawa vijana wasiharibike, vijana wa kike na wa kiume wasiharibike, wasiharibike, wasiige ulimwengu, wasiige ulimwengu. Shama ndarabasika kwa damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Shema ndarabasika kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yetarabasika. Sema, Roho Mtakatifu, naomba uniongoze. Mimi peke yangu
sitoweza na wala siwezi, ila Bwana, kwa Roho wako naweza kuvuka, kwa Roho wako naweza kushinda. Roho Mtakatifu, niongoze sasa. Niko tayari kuongozwa, niko tayari kuongozwa kwa jina la Yesu. Kaa kimya nikuombee sasa. Baba, katika damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, asante Bwana Yesu kwa ajili ya watu wa audio, watu wa video kule YouTube na hapa Arusha. Bwana, tuko tayari kuongozwa na wewe, mfalme wa amani. Bwana, tuongoze Yesu, tuongoze Baba wa mbinguni. Bwana, tuongoze kwa Roho wako. Sisi hatuwezi peke yetu, maana sisi ni wanadamu. Mengine hatuyajui, mengine tunayajua. Bwana, tuongoze. Mengine Bwana hatuna nguvu ya kuongozeka, lakini Bwana tutie nguvu tuongozeke, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana, tuinue mwaka 2026. Bwana, tuinue viwango vingine, viwango vya ibada, viwango vya uchumi, viwango vya fedha, viwango vya afya, viwango Bwana vya kukupendeza wewe. Bwana, tuinue mfalme wa amani, ili Bwana mataifa ya ulimwengu yashuhudie kwamba wewe ni mkuu ulioko ndani yetu. Mataifa ya ulimwengu yashuhudie kwamba wewe ni mkuu ulioko ndani yetu. Jamii zetu za Tanzania zishuhudie kwamba wewe ni mkuu ulioko ndani yetu. Bwana, siku ya leo jiinue mwenyewe, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Amen. Basi hapo ulipo, shika vizuri sadaka yako. Kama ni zaka, shika vizuri na mkono wako wa kulia, alafu nitakuombea vizuri. Wewe ambaye hauna leo, hakujaliwa kuwa na sadaka yoyote, basi kuna wako mmoja kama wewe nitakuombea kule YouTube. Namba yetu kabisa inapita hapo chini vizuri ya sadaka, tutaachilia hapo na Bwana atakubariki sana. Bwana Yesu, naomba sasa kwa ajili ya watu wa audio, kwa ajili ya watu wa video na hata pia kule YouTube. Bwana Yesu, wabariki katika zaka zao, katika sadaka zao ambazo wanatilia mahali hapa kwa ajili ya kazi yako. Bwana, usiwapungukie, maana sadaka ni ibada. Nao wakati huu wanatilia zaka zao na sadaka zao, dhabihu zao. Bwana, usiwapungukie, wainue katika kazi zao, familia zao, ndoa, jamii. Bwana, ukawainue kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Basi utachilia kabisa zaka yako hapo kwenye kwa hapa Arusha, kapu kiko hapo, utachilia hapo, alafu turudi utakaa. Haleluya. Funga macho yako, niairishe sasa mpaka tena siku ya kesho. Haleluya. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Asante Yesu kwa ajili ya watu wa Arusha, watu wa audio, watu wa video na kule YouTube. Bwana, ukawabariki. Bwana, ukawatie nguvu. Bwana, hata usiku wa leo sema nasi, mfalme wa amani, kwa njia ya ndoto, tukusikie wewe, tukuone wewe. Lakini pia Bwana Yesu, tupe kumbukumbu asubuhi, tukumbuke yale ambayo Bwana wasema nasi wakati wa usiku, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tupe afya njema. Bwana, utulinde. Roho ya malipizi na iondoa kwa damu ya Yesu Kristo. Malipizi kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye haki, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ukatulinde sawa sana mapenzi yako, kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Basi Bwana Yesu nakubariki sana kule kwenye video. Basi Bwana awabariki sana.